ningependa kuambia rais ya kwamba hii serikali ya Isiolo ya Jubilee ni ya pinzani. Ndio sababu wanahujumu maendeleo, na waangaliwe kisheria, kwa sababu barua zimeandikwa kwa Senate, kwa anti-corruption, mashirika ya kijamii yamezungumza. Rais hao viongozi wa upinzani wakiongozwa na Mheshimiwa Guyo ya Jubilee watakuharibia sifa yako kwa kaunti ya Isiolo, na kaunti ya Isiolo ndio ilikupigia kura sana kwa last election. Nimekuja kukashifu huu mtindo mbaya, muovu na tabia iliyooza ambaye inafanywa na viongozi wetu tuliowachagua wa Isiolo County, wakiongozwa na Mheshimiwa Gavana wetu Guyo, kwa utepetevu kwa kazi na lack priorities. Ile tunaita kipaumbele. Wanakuwa absent. Hii ni mara yangu ya 3 ya 4 kusema wamekuwa very absent kwa county na kwa shughuli za maendeleo. Ukiangalia kama wakati cabinet secretary Mheshimiwa Lintuli ametembea hapa kukagua miradi ya maendeleo of international importance kama abattoir, unakuta hakuna kiongozi hata mmoja ambaye anapatikana, including even a single MCA, governor, deputy governor, any leader. Hakuna ule ameenda pale kuona vile serikali kuu inaleta maendeleo na kukagua miradi ya maendeleo. Hii ni kuonyesha utepetevu hali ya juu kwa kazi. Na si hii tu, hata wakati donors wanakuja, governor hawezi kupatikana hapo, viongozi hawapatikani hapo. Hawezi kupanda ndege, hizo helikopta wanatumia na rasilimali yetu waende kwa mipango ya mipangilio ya serikali, lakini watapata wanapanda helikopta kwenda kwa mikutano ya kijamii. Ni kama ni mfalme wa jamii moja. Kwa hivyo tunakashifu hii mtindo muovu wa viongozi kupotea kwa maeneo waliochaguliwa na kupotea kwa raia wake. Tuna congratulate our donors na national government kwa ile initiative wanafanya Isiolo, kwa sababu bila hao sisi Isiolo tungekuwa mahali pabaya sana. Sisi leaders tunawa encourage, tunaambia hata national cabinet secretaries wakuje Isiolo, hata watuambie sisi raia, watangaze watakuja, sisi tutawalaki kama Yesu Kristo wakati alikuwa analakiwa Dameski. Lakini ni hali mbaya sana na kufedhesha kuona viongozi wetu hawalaki viongozi na wale wafadhili. Kwa hivyo tunaomba viongozi wetu warekebishe, na tutawaambia kila siku ya kwamba wakati wanakosea, na wakifanya jambo nzuri pia tutawasifu. Lakini kwa sasa huo mkondo wamechukua si mkondo wa maendeleo.